Hello, Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu pia kwa ajili yenu. Leo tena ni siku nyingine ambayo Bwana ametupa ili tuweze kujifunza neno lake. Tumetoka mbali kidogo, sasa tunazidi kwenda. Tumejifunza kuhusiana na kupatana na Roho Mtakatifu. Tukajifunza pia neno lile ambalo linatoka katika Amosi sura 3:3. Sasa kabla ya kuendelea tena na hili somo mbele zaidi, naomba tumuombe Mungu. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya ukuu na uweza wako. Asante kwa yote ambayo Bwana umetenda kwa ajili yetu. Nakushukuru Bwana hata umetupa kwa wazima mpaka siku ya leo tumeweza kujiunga tena na chaneli hii kwa ajili ya kulitangaza neno lako. Baba, asante kwa sababu utatupa kuweza kujifunza somo hili na kulielewa. Ninakutukuza Mungu kwa sababu umetenda, na zaidi ya kutenda na uweza wako umeshuka na nguvu zako ziko upande wetu sasa, na kazi ya shetani na pepo majini, nguvu za giza zimeshindwa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Basi sasa tunaendelea na somo letu. Labda tunaweza kujiuliza kwa nini tupatane na Roho Mtakatifu? Kama nilivyosema toka hapo mwanzo, mtu anaweza kujiuliza, je, baada ya kuokoka tulikuwa hatuna Roho Mtakatifu? Ni kweli baada ya kuokoka tulikuwa na Roho Mtakatifu. Na ndio maana alitushuhudia kwa habari ya dhambi, haki na hukumu kama nilivyoelezea kule mwanzo, na kutuleta kwa Yesu na kuokolewa. Lakini sasa baada ya kuokoka tu, huu Utatu Mtakatifu unafanya kazi kwa utaratibu kama nilivyosema kwenye video iliyopita. Kama tulivyojifunza hapo nyuma, inafanya kazi kwa utaratibu. Yaani baada tu ya kuokoka ndio kazi ya Roho Mtakatifu sasa inaanzia hapo. Kama kweli tunataka kuenenda kwa Roho, tunatakiwa tumtegemee Roho Mtakatifu kwa kila kitu. Pale ambapo hatumtegemei, tunahesabika kwamba tumemhuzunisha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo pale ambapo tunaacha kumtegemea Roho Mtakatifu kwa lolote, tunaonekana tumemhuzunisha. Kama tunavyoweza kusoma katika Efeso sura ya 4:3, nasema wala msimhuzunishe Roho Mtakatifu. Na pia tulionekana tulimzimisha. Tunaweza kumhuzunisha, mwisho tunamzimisha kabisa na kwa hivyo kwetu. Kama tunavyoweza kusoma katika Wathesalonike wa kwanza sura 5:19. Maana Roho Mtakatifu anatutamani sana.